2025 kata yetu ya Kongoni imeendelea kuwa salama katika mitaa yote 12. Japo kumekuwa na wizi mdogo, kamati ya maendeleo ya kata kupitia polisi kata tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi namna ya ulinzi na usalama na kuunda vikundi shirikishi kwenye mitaa. Aidha, kamati ya maendeleo ya kata wamepongeza jeshi la polisi mkoa wa Tabora, wilaya, kata kwa ushirikiano wepesi wanaoonyesha ili tukio linapotokea, lakini pia kutekeleza majukumu ya ulinzi na usalama kwa raia wake. Kuna picha mbele yake inaonyesha polisi kata akitoa elimu kwenye mkutano ya serikali za mtaa, kwa maana mkutano wa hadhara. Huwa kuna ajenda hizo, iko picha hapo. Namba 2, usafi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka 2025 kamati ya maendeleo ya kata imeendelea kupanda miti 530 na kuitunza kwenye mitaa 12 na shule ya msingi na shule ya sekondari. Wenyeviti na watendaji wa mitaa katika kufanikisha swala la usafi wa mazingira kwa ufanisi wameendelea kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira na ujenzi wa vyoo bora na kufukua mifereji ya barabara na kutotiririsha maji machafu katika mitaa yote 12 na kuhakikisha miti yote iliyopandwa inaendelea kustawi na kuhakikisha miti iliyopandwa inaendelea kuwa hai. Sambamba na hiyo, wenyeviti wa mitaa na watendaji wa mitaa wameendelea kutoa elimu ya usafi wa mazingira katika mitaa yao kwa kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo mikutano ya mitaa, matangazo ya kila mwisho wa mwezi kuhimiza kufanya usafi katika maeneo yao. Pia wananchi wameendelea kufanya usafi katika maeneo yao, kusafisha mifereji ya upita mbele ya nyumba zao, kufyeka, kupalilia nyasi zilizopo katika makazi yao. Kuhimiza wananchi kuwa wanafanya usafi siku ya Jumamosi ya kila mwisho wa mwezi na siku zingine zote kazi hufanywa na watendaji wa mitaa wakishirikiana na wenyeviti wa serikali ya mitaa, afisa afya na mtendaji wa kata. Kuna picha hapo ndugu zangu zinaonyesha ukifanya usafi, lakini tunapanda miti, zipo hapa picha zinaonyesha. Lakini zipo zingine zinaonyesha viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiunga mkono kwa maana ya serikali ya Chama cha Mapinduzi na wenyewe wanashiriki katika mazoezi kama haya. Zipo picha hapo. Namba 3, ujenzi na miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha mwaka 2025 kata 2025 kata ya Kongoni imeweza kutekeleza miradi ya kuchonga barabara, kutengeneza barabara kwa kiwango cha bora, kutengeneza mifereji, madaraja, kulipia kipande cha lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka 2025 jumla ya milioni 211,270,100 imetumika kutengeneza barabara kwa maana mchanganuo ufuatao. Kuna jedwali hapo linaonyesha kata, linaonyesha barabara, linaonyesha matengenezo ya barabara na kiasi ambacho kimetolewa. Lakini jumla yake ni hiyo ambayo nimetamka. Lakini kuna picha ambazo zinafuatia zinaonyesha hizo barabara zikiwa zinatengenezwa lakini zikiwa zimekamilika. Namba 4, afya na lishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha 2025 mpaka sasa kata ya Kongoni haina zahanati wala kituo cha afya cha serikali. Hivyo wananchi wameendelea kupata huduma za afya katika vituo vya serikali vya jirani. Town Clinic kilichopo kata ya Chemchem, kituo cha afya Maitano kilichopo kata ya Ikuli, hospitali ya wilaya iliyopo kata ya Mpela, hospitali ya wilaya ya Kitete iliyopo kata ya Kitete. Baadhi ya wananchi wameenda kupatiwa huduma za afya kwenye zahanati binafsi ambazo ni Omulinga, SDA, Aga Khan na Nkinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu CHF iliyoboreshwa kwa kipindi cha 2025 jumla ya kaya 44 zenye watu 264 ndani ya kata yetu wamejiunga na mfuko huu. Tumeendelea kuhamasisha kupitia kamati ya maendeleo ya kata kutoa elimu kwa wananchi kujiunga na mfuko huo kwa sababu kuna faida kwa wananchi pale ambapo hana pesa ya kupata matibabu. Kadi hiyo inamsaidia. Changamoto iliyopo ni kwa serikali bado haijaweka utaratibu mzuri wa kupata huduma kwa wananchi, wakati mwingine kukosa dawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu msamaha wa matibabu kwa kipindi cha 2025 hadi sasa tumeendelea
kuwatambua wazee kwenye sifa ya kupatiwa msamaha wa matibabu. Wazee 134 wametambuliwa katika kata yetu na kupewa kadi ya msamaha na wameendelea kupata huduma ya matibabu katika hospitali za serikali. Changamoto iliyopo, wazee wetu wamekuwa na umri mkubwa na maradhi mengi yalikuwa yakiwanyemelea na wameendelea kukosa huduma za matibabu katika hospitali za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha 2020-2025 elimu ya lishe imeendelea kutolewa kwa wananchi wa mitaa yote 12 katika kata ya Gongoni pamoja na shule zote, yaani Mwanzali Sekondari na shule ya msingi ya Tauni Kuu. Wanafunzi wote wanapata chakula cha mchana katika mitaa 12 ya kata ya Gongoni. Wananchi pamoja na watoto wanapata uji lishe na kupewa elimu ya lishe bora ili waitumie majumbani na pia kupatiwa chanjo mbalimbali za watoto, kwa mfano matone ya vitamini A, HPV, saratani ya mlango wa shingo ya kizazi, BCG, chanjo ya begani na chanjo ya surua. Pia wazazi wameendelea kuhimizwa kuchangia fedha ya chakula katika shule ya msingi na shule ya sekondari. Faida wanazopata wanafunzi wakipata chakula shuleni ni pamoja na uelewa wa masomo unaongezeka kwa wanafunzi na utoro wa wanafunzi unapungua shuleni. Namba 5, mpango kunusuru kaya maskini kwa maana ya TASAF. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha mwaka 2020-2025 kata ya Gongoni mojawapo inanufaika na mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF. Mitaa inayonufaika ni Zimamoto, Moshi, Singo, Milanzi, Mdoe, Soko na Mahakama. Ndani ya miaka mitano 2020-2025 pesa iliyotumika kwa mpango wa kunusuru kaya maskini jumla ya Tanzania shilingi milioni 102,753,839. Kuna jedwali ambayo inaonyesha kila miezi hiyo ambao walengo wetu wanapata. Mwishoni katika jedwali kuna picha ya baadhi ya walengwa ambao wanapata hizo pesa za kunusuru kaya maskini kwa maana ya TASAF, lakini wao pale wanaona viongozi wa chama wako pale. Namba 6, taarifa ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Gongoni na shule mbili, shule zote za serikali, shule ya msingi Tauni Kuu na shule ya sekondari Mwanzali. Shule ya msingi Tamu. Shule ya msingi Tauni Kuu ilianzishwa mwaka 1944 mpaka sasa ina miaka 81. Shule hii inatoa huduma ya elimu katika makundi mawili, elimu ya awali na msingi na elimu maalum. Shule hii ina jumla ya walimu 24, mee 8, K16 na watumishi wengine 21 na walinzi wawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya maendeleo ya kata imeendelea kusimamia elimu ya shule ya msingi kwenye taaluma hasa madarasa ya mitihani ya darasa la 7 na darasa la 4 na mitihani ya ndani ya shule, wilaya na mkoa. Kwa ujumla ufaulu unaridhisha, watoto wanachaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari ya kata. Shule imeongeza ufaulu mwaka hadi mwaka, hivyo tunawapongeza serikali kata, mkuu wa shule na walimu kwa kazi nzuri ambazo wanafanya. Shule imepokea fedha za miradi ya maendeleo, fedha ya chakula kwa ajili ya kitengo cha elimu maalum na fedha kwa ajili ya uendeshaji wa shule, yaani elimu bila malipo, kama mchanganuo wa jedwali unanionyesha hapa. Shule ya msingi ya Tauni, madarasa mawili ya elimu, matundu 6 ya vyoo, ukuta wa kuzunguka madarasa, vifaa vya kujifunzia, yaani zana za kujifunzia, vifaa vya michezo, mfano bembea na madawati. Darasa lile ambalo tunaliona liko pale pamoja na fence limegharimu shilingi milioni 71,800,000. Mradi kutoka kwa ufadhili wa mradi wa BOOST. Madarasa mawili na madawati yake milioni 52 na hiyo ufadhili wa mradi wa BOOST. Yapo pale madarasa mapya mawili ambao wanatumia kuweka madarasa mengine haya. Matundu 20 ya vyoo, wavulana 10 na wasichana 10, milioni 44 ambayo ni mradi wa BOOST. 10 haya hapa, 10 hapo nyuma kule. Ukarabati wa madarasa 17 na ofisi 5 na baadhi ya madarasa kubadilisha bati, kuweka mpya na kenchi zake, kuweka vigae madarasa yote, kuweka madirisha ya aluminium madarasa yote, ukarabati wa milango iliyochakaa na kuweka mifumo mipya ya umeme, upakaji wa rangi wa madarasa yote milioni 150. Mojawapo ni darasa
tuliokalia hapa ambalo tumefanya kama ukumbi, limekarabatiwa, madirisha ya aluminium, tiles hapa, rangi tunaiona hapa, mfumo wa umeme na mambo mengine. Pesa ya usimamizi wa mradi ilikuwa milioni 1, mradi wa busi. Matundu ya vyoo vya walimu katika mapato ya ndani, kuna matundu ya vyoo ya walimu tumeongeza 2 yako mwishoni ya haya majengo, yako pale mapya ya igharimu milioni 4, mapato ya halmashauri, mapato ya ndani ya halmashauri. Lakini tulipata pesa kwa ajili ya uchongaji wa madawati 178 ambayo igharimu milioni 12,460, mapato ya halmashauri ya ndani. Lakini tulipata uchongaji wa madawati 10 kwa ufadhili wa wakala wa barabara TANROADS. Walitufadhili madawati 10, walichongea, walituletea, ambayo walisaidia watu wetu kukaa hapa igharimu $600,000. Hapo wamekosea kidogo, TPL wameandika milioni 6 ni $600,000. Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na ofisi moja ambapo huko katika hatua ya msingi. Kuna madarasa tulianzisha kwa nguvu za wananchi. Tuliambiwa tuyamalizie kwa maana ya boma, ili baada ya hapo serikali iweze kuingiza katika mipango ya kuendelea. Kwa hiyo kama sisi nguvu ya wananchi tulitumia milioni 4,299 kwa maana nguvu za wananchi pamoja na wadau, kwa maana wafanyabiashara ambao tuliwapitia wakati wa Gongoni. Lakini ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na ofisi moja ambao huko katika hatua msingi, ile jengo tulipata katika mfuko wa jimbo milioni 1,500,000 ambao uliendeleza pale msingi ambapo ulipo pale. Elimu bila malipo kwa miaka 5 tumepata milioni 48,141,346 kutoka serikali kuu. Elimu maalum, kuna watoto hapa ambao wanasoma wa elimu maalum, tunawaita watoto wa mtindio wale wa Ugunga, wako hapa katika shule kwetu, na niwaombe kupitia hapa, niwaombe wananchi wa kata Gongoni, lakini na wananchi ambao mlioko kata nyingine, tunaomba watoto walioko majumbani tusiwafiche watoto, tuwalete hapa shuleni, wanajifundisha na wanaelewa kufanya hatua moja kwenda hatua nyingine. Wanaweza wasiajiriwe, lakini wanaweza kujitegemea, wanafundishwa mpaka stadi za kazi, kwa maana kazi za kufanya nyumbani. Kwa hiyo hata kama mtoto yuko nyumbani kule kalala kitandani, wao hapa maafisa elimu, mkuu wa shule na wale walimu wa kitengo wanakuja pale, wanamuona, wanamfanyia mpango, anakuja hapa shuleni, anapata hiyo elimu na wanapata chakula hapa. Bado tunapambania serikali iweze kujenga bweni ili waweze hao watoto kukaa maeneo haya ya shuleni mpaka muda ambao atakapokuwa anaelewa, ili aweze kurudi kwa wazazi wake ama walezi wake. Kwa hiyo hela inayokuja hapa ndani ya miaka 5 inakuja milioni 84,985,861 kutoka serikali. Kwa hiyo kwa upande wa elimu ya msingi kwa miaka hii 5 pamoja na ukarabati huu ambao umefanyika, imekuja milioni 480,186,207. Lakini kuna picha tumeweka hapa kuonesha uhalisia madarasa yalivyokuwa awali miaka 81 tumeyaweka hapa ya shule ya Tamfuu, na tumeendeleza kuweka picha na kukagua pamoja na kamati ya siasa. Wako wajumbe, mnaona kijana mwalimu mkuu wa shule, tumeweka picha hapa na madarasa yalivyo sasa, ambayo tumeweka tena picha ziko hapa. Lakini sio kwa kuweka picha hapa, lakini na nyinyi, kwa sababu tumeona tufanyie ilani ya utekelezaji maeneo haya, na nyinyi muone angalau kwa macho yale ambayo yamefanyika. Hata ndugu yangu mwenyekiti wa Kiloleni, ndugu yangu kaka Bungu hapa, hata juzi nimekutana naye kwenye halmashauri kuu ya wilaya pale, kwa sababu haya madarasa unayoona kule Kiloleni mpaka kule kwa Kanyenyela kule Mlimani wanayaona yalipopendeza. Kwa sababu maana kule wanayaona, sio sisi kwa sababu wanayaona wote kuanzia hapa mpaka kule ulivong'ara na ulipopendeza. Daktari Samia wewe, na mimi wewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipengele cha pili, shule ya sekondari ya Rwandani. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule ya sekondari ya Rwandani ilianzishwa mwaka 2007 kwa nguvu za wananchi wakati ya Gongoni kwa kununua eneo na kuanza kujenga baadhi ya madarasa ya serikali na serikali kuendelea kujenga madarasa mpaka sasa shule ina madarasa 21, maabara 3 ambazo hazijakamilika miundombinu ya ndani.
shule ya matundu ya vyoo 12, wavulana 6, wasichana 6 na matundu mawili ya vyoo ya walimu. Shule hii inatoa huduma ya elimu ya sekondari. Shule hii ina jumla ya walimu 27, mee 13, ke 14 na watumishi wengine ni mpishi mmoja na mlinzi mmoja. Kamati ya maendeleo ya kata imeendelea kusimamia elimu ya shule ya sekondari kwenye taaluma hasa madarasa ya mtihani, yaani kidato cha pili na kidato cha 4, mitihani ya ndani ya shule, wilaya na ya mkoa. Kwa ujumla, ufaulu unaridhisha. Watoto wanachaguliwa kujiunga na elimu ya kidato cha 5 na 6 pamoja na vyuo vya ufundi na vyuo vya elimu. Shule inaongeza ufaulu mwaka hadi mwaka, hivyo tunawapongeza afisa elimu kata, mkuu wa shule na walimu kwa kazi nzuri wanazofanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule ilipokea fedha ya miradi ya maendeleo na fedha za uendeshaji wa shule, yaani elimu bila malipo, kama mchanganuo wa jedwali hapo chini ulivyo. Kuna eneo ni shule ya sekondari, madarasa mawili na ofisi moja, milioni 40 serikali kuu katika mradi wa Uviko 19, madarasa matatu na ofisi moja, milioni 60 ilitoka serikali kuu, uchongaji wa madawati 50 kwa ufadhili wa benki ya NMB walitusapoti, tehama, kompyuta 6, printer 1, TV 1, D-Link 6, wireless connector, milioni 12,718 ni ufadhili wa shirika lisilo la serikali African Children Project. Elimu bila malipo miaka 5, 2025 zimekwenda pale milioni 108,703,947,79. Kampeni ya kusaidia watoto wa kike wanaoishi katika mazingira magumu, kampeni inawasaidia wanafunzi fedha ya usafiri, madaftari, sare za shule, campus, calculator, fedha ya chakula. Idadi ya wafadhiliwa ni wanafunzi 45 ambao wanafadhiliwa na shule yetu, watoto wa kike wanaoishi katika mazingira magumu. Wamefadhiliwa milioni 11,633,300 ufadhili wa shirika lisilo la serikali kampeni. Jumla katika shule yetu ya sekondari miaka mitano imepokea milioni 236,54,947 na senti 79. Tumeweka majengo, madarasa mawili yako kwenye picha, madarasa matatu yako kwenye picha. Tumeweka madawati ya NMB yaliyofadhili yako hapo yanaonekana. Tumeweka zile kompyuta, TV, picha yake tumeweka hapo ambayo inaonekana. Lakini tumeweka vifaa vya maabara ambavyo watoto wetu wanatumia, japokuwa tumesema maabara zipo, bado miundombinu haijakamilika katika maabara, lakini wanatumia watoto wetu wanaosoma masomo ya sayansi, vifaa vya maabara vipo, tumeweka hapo. Lakini tumeweka watoto ambao wanafadhiliwa na mradi wa kampeni, watoto wa kike wapo hapo, watu wengine umeona madaftari wameonyesha vitu vingine hapo. Tumeweka picha kwa uhalisia. Namba 7, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Gongoni mojawapo inanufaika na mapato ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ya manispaa ya Tabora katika kuwezesha kiuchumi vikundi vya wanawake, vijana na walemavu. Kamati ya maendeleo ya kata kupitia afisa maendeleo wa kata tumeendelea kutoa elimu, kusimamia vikundi, namna ya kujiunga kwenye vikundi ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Taarifa ya mikopo ya vikundi iliyotolewa katika kata ya Gongoni kuanzia mwaka wa fedha 2020-2021 hadi 2024-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha 2020-2021 hadi 2024-2025 katika kata ya Gongoni halmashauri imetoa mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 364,250 kwa vikundi 36 kama ilivyochanganuliwa kwenye jedwali. Wanawake, vikundi vya wanawake kata ya Gongoni vikundi 18 vimepata milioni 125. Vikundi vya vijana 10 vimepata 100, yani milioni 175,200,000. Watu wenye ulemavu vikundi 8 ambao wamepata milioni 64. Jumla yake inakuja milioni 364,250. Tumeweka jedwali ya vikundi. Naona hivi sitalitaja vikundi vyote vilivyonufaika vya wanawake na kila mtaa kinatoka mtaa gani, kikundi gani, kinafanya shughuli gani. Tumeweka hapo na pesa ambayo imepata. Lakini tumeweka na picha za uhalisia. Kuna kikundi cha vijana kutoka mtaa wa Maganga kilipata bajaji 5. Tumeweka picha yake. Tumeweka picha ya mlemavu Simon Maduhu amepata bajaji. Tumeweka picha yake. Tumeweka mwenyekiti wa tawi wa wazazi
Mzee John Kuka yuko hapa, atakuwa shahidi. Namuona hapa mbele anatazama. Kapata milioni 20. Anaendeleza kazi zake za useremala, tumeweka picha yake. Anatengenezea pale barabara ya market vifaa vyake, lakini vifaa vyake anaenda kuuzia pale ofisi ya BAKWATA. Kama mmeona pale vitanda vipya vizuri, makochi, kabati, nini sijui ziko pale safi kabisa. Mlemavu John Kuka amenufaika na 10% ya mapato ya ndani. Namba 8, utawala bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha 2020-2025 utawala wa sheria umeendelea kuimarika kwenye ofisi ya mtendaji wa kata, kutoa huduma kwa wananchi, vikao vya kamati ya maendeleo ya kata, mikutano ya hadhara, mikutano ya serikali za mitaa kwa kipindi cha miaka 5 imefanyika kwa mujibu wa sheria. Kuhusu migogoro midogo, baraza la kata limekuwa likisikiliza mashauri na kuyapatia ufumbuzi, na mashauri makubwa yamekuwa yakipelekwa katika hatua za juu kwa ajili ya ufumbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa miundombinu ya utawala bora, kata ya Gongoni imenunua ofisi ya mtendaji ya kata ya Gongoni kwa kutumia mapato ya ndani ya halmashauri ya manispaa ya Tabora yenye thamani ya milioni 20. Lakini mpaka sasa tumehamia na ofisi inatumika na kuendelea kuwahudumia wananchi wa halmashauri kwa maana ya Gongoni. Gongoni ununuzi wa nyumba au ofisi milioni 20 mapato ya ndani ya halmashauri. Gongoni ukarabati wa ofisi milioni 7.5 mapato ya ndani ya halmashauri. Ununuzi wa viti, TV, pazia, kuweka mifumo ya maji na bili ya umeme na maji milioni 2 mapato ya uzoaji taka ngumu manispaa ya Tabora. Jumla katika utawala bora tulipokea milioni 29,500,000. Ndugu zangu, hapa tangu Gongoni au utawala huu uanze wa serikali za mitaa, tulikuwa tuna ofisi ya mtendaji wa kata ya Gongoni. Tulikuwa tunapanga ofisi mbalimbali. Mara ya mwisho tulikuwa ofisi ya pale kwa Subira na harusi, tulikuwa tunapanga, mwenye nyumba akatufukuza. Halmashauri ya manispaa ya Tabora tulipofukuzwa pale, wakatupa ofisi karakana ya ufundi, karakana ya halmashauri, kule wanaita fire. Kwa hiyo ofisi yetu ikawa pale. Lakini baadaye ule mwingiliano wa wananchi na gereji ukawa kuna usumbufu, nao tukatolewa pale. Tukaambiwa sasa hatuna budi tutafute nyumba yoyote Gongoni ili tuweze kununua ili tuigeuze kuwa ofisi. Wakati baadaye mipango ya baadaye itavunjwa, ile nyumba itajengwa sasa ofisi ya kisasa zaidi. Kwa hiyo hizi ndugu zangu, tunajivunia tuna ofisi yetu moja kwa moja ambayo ni ya wananchi wa kata ya Gongoni, ambao muda wote wanaendelea kupata huduma pale bila sasa kupama. Ni ofisi ambayo ya muda wote mpaka pale itakapokuwa vinginevyo. Lakini tumeweka picha pale ya nyumba yenyewe hii hapo. Namba 9, mahusiano kati ya viongozi wa chama na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi chote cha 2020-2025 hali ya mahusiano kati ya Chama cha Mapinduzi kata ya Gongoni na serikali ya kata ni mazuri na salama, na tumekuwa tukishirikiana katika shughuli mbalimbali za kijamii na maendeleo. Hitimisho.